chanzo. Amen. Unajua kila kitu inafika ndani ya maisha yetu iko na chanzo yake. Amen. Kama unaomba tu kama mtu yote bila kujua chanzo ya matatizo ya maisha yako, unaweza kuomba mwaka, miaka bila kupata jibu ya maombi yako. Amen. 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 Maana yake unakuja kanisani iko vizuri, kuomba iko vizuri sana. Na unajua chanzo inakusaidia ya kupata jibu ya maombi yako kwa haraka. Jibu. Amen. Kabla kuingia na maombi na tufungie Biblia, unajua leo tuko na watu yeye kuna shida kingine, anaomba kitu kingine. Amen. Kwa kitu yeye anaomba iko hata ameanza kuomba sasa hivi, paka mwaka inaisha hawezi kupata jibu kwa sababu anaomba kitu kingine. Amen. Amen. Sijui kama mtu mmoja anaelewa. Amen. Nasema mtu yuko na shida kingine, yeye anaomba vitu kingine. Yeye mwenyewe anajua kinakupata jibu, lakini hawezi kupata jibu kwa sababu ametoka nje ya shida zake. Amen. Amen. Kama mtu anatoka nje ya shida zake, hata anaomba anapitiliza tu muda. Napoteza. Asubuhi tunapata muda ya kufundisha kwa sababu ya kusaidia wewe hata kuomba. Jana tumeongea kwa ajili ya maombi, leo tumeongea kwa ajili ya chanzo. Chanzo iko kitu kama ujui chanzo ya kitu inasumbua maisha yako, hata unaomba huwezi kupata jibu. Ndio umeona mtu mwingine amesema mimi nimeanguka zaidi ya mara 50. Mimi nimeanguka zaidi ya mara 20, lakini mtumishi bado shida zangu inaendelea. Amen. Amen. Hata jeshi kama anaenda kwenye vita, hawezi kupiga tu silaha kwa sababu amesikia makelele, amesikia sauti ya silaha. Amen. Amen. Hata mtu kama anaenda shambani kufunga hata nyama, hawezi kupiga silaha kwa sababu amesikia sauti ya nyama. Anapiga kwa sababu ameona nyama. Amen. 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 Tuko na watu anaomba bila kujua kwa nini naomba. Unajua na muda kidogo tu akubadilisha maisha yako, wewe unapata jibu kwa haraka. Lakini unaomba kama mazoezi. Umezoea kuomba kila siku hivyo hivyo. Hata unaombaje, unapitiliza tu muda, hakuna kitu inaendelea ndani ya maisha yako. Amen. 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 Nataka ukupa mfano. Nataka ukupa mfano. Unaweza usaidia usio unakuja, naomba simu kimoja ya tatu. Nitolee nini? Unaweza iweka hata pale. Hii inajaza tu kanisani. Amen. Amen. Nataka kukupa mfano mmoja iko vizuri sana. Lakini inakusaidia. Umeona nimeanza naona mtu mmoja lakini niko lazima tena watu wawili. Amen. Amen. Hii iko kama shida. Mfano hii shida hii ni matatizo ya maisha yangu. Mimi naomba kwa sababu Biblia inasema maombi iko silaha. Umeona mtu anaomba, anachukua silaha kama hapa walikopiga mtu hapa, yeye anapiga pembeni. Anachukua silaha mwingine, yeye anapiga pembeni hapa. Yeye anawaza naomba. Lakini shida zake imesimama hapa. Yeye anaendelea kupiga sehemu kingine. Anaweza kupiga maisha mzima bila kumaliza shida zake. Ndio mara nyingi sana nasema unataka kuomba vizuri. Kitu ya kwanza ifo kujua shida zangu nini. Kitu iko ya kwanza inakufungua maono kwa ajili ya kila kitu. Amen. Amen. Tunaomba iko vizuri sana, lakini iko sina kitu inasumbua watu sana. Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho Mtakatifu.
Inasumbua watu sana sana sana. Leo tuko na watu anakuja kanisani, mzee ndio dakika moja tu. Anaomba, lakini kama unauliza tofauti gani iko ndani ya Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho Mtakatifu, yeye mwenyewe ajui, kwa sababu anakuja kanisani bila kujua vitu vingine. So disi anaomba, hata anaomba vizuri, lakini anapiga silaha pembeni. Kwa sababu kama tunachukua kama hapa tumechukua Mungu Baba, tumechukua Mungu Mwana, Mungu Roho Mtakatifu, kila mtu iko na kazi yake. Amen. Amen. Sio kazi watatu iko tofauti. Kama unaomba tofauti, ujui shida ya watu watatu, ya Mungu Mwana, Mungu Roho Mtakatifu, Mungu nani, uweze si kupata jibu ndani ya maisha yako. Amen. Amen. Mungu Baba, kwa jina mtanaandika, Mungu Baba anaishi na kuabudu na sadaka tu. Maana yake kama tunakuja ibada, tunaabudu, tunatoa fungu la 10, tunatoa sadaka, tunatoa shukrani, iko kwa ajili ya Mungu Baba. Amen. Amen. Narudia, Mungu Baba anaishi na kuabudu na sadaka tu, vitu wawili tu. Ndio umeona siku shetani anataka kupokea utukufu ya Bwana, amenitupa hii duniani. Kwa Mungu Baba hakuna kusamehe. Huko umefanya makosa kidogo, kazi yako imeisha. Umefanya makosa kidogo, amepewa duniani. Kwa Mungu Baba, Mungu Baba na ameua dunia na moto na maji, bahari inafunguka inameza watu. Mungu Baba ni siku Elia ameona utukufu ya Bwana, inaanza kuenda na manabii habari, amesema sinja manabii yote ya habari, amesinja. Mungu Baba amefunga macho, amefunga sikio, kwa sababu kwa Mungu Baba hakuna samani. Amen. Amina. Nataka mtu mmoja anasikiliza vizuri, kwa sababu kabla naingia ndani ya maombi, kama hujaelewa vitu nataka kuongea vizuri, hebu sisi bado unabaki mbali sana. Hapa tuko na Mungu Roho Mtakatifu. Amen. Mungu Roho Mtakatifu ndiye chanzo ya kila kitu ndani ya maombi ya Mungu. Hata uwezi kufika kwa Mungu Roho Mtakatifu kama bado maisha yako hayatakaswa. Amen. 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 Kila mtu yuko na uwezo wa kuanguka. Kila mtu yuko na uwezo wa kuota, kutabiria, kuongea kila kitu. Roho Mtakatifu, Mungu Roho Mtakatifu anaishi tu na watoto ya Mungu. Kila mtu yuko mtu ya Mungu, hata shetani yuko mtu ya Mungu. Unataka kama mtoto ya Mungu, fuko pokea Yesu kama mfalme wa maisha yako. Siku Yesu Kristo akukaa ndani yako kama mfalme wa maisha yako, ya kwanza Roho Mtakatifu anakuja kukaa. Roho Mtakatifu anakaa ndani ya mtu, anaanza kuongoza. Kwa njia siku anaanza kuongoza, anabadilisha kitu inaitwa tabia. Amen. Ndio umeona Saulu ameanza kusinja watu. Siku ameonana na Yesu Kristo, Roho Mtakatifu umeshuka ndani zake, amegeuka, ameanza kuhubiri kwa ajili ya mbinguni. Amekoma Paulo. Amen. Amen. Ndio Mungu Roho Mtakatifu iko kwa ajili ya watakatifu. Sio mtu kama Roho Mtakatifu amekuja kuishi ndani zako. Roho Mtakatifu akaunganisha wewe na Mungu Mwana, yeye anaitwa Yesu Kristo. Amen. Amen. Kwa sababu Mungu Roho Mtakatifu ameweka dawa mganga hapa kanisani. Sio tunaenda kuchimba, hapana. Hii mambo ya ongo. Unakanyaka tu, nguvu ya Roho Mtakatifu kwa ndani zako inaharibu, inachoma kila kitu. Amen. Mtu ameshika kitu vibaya, amekuja kusalimia wewe, amesema hii nasalimia tu, anakoma mgonjwa. Kusalimia, nguvu hii ya Roho Mtakatifu inachoma maisha yake. Roho Mtakatifu kwa ajili ya watoto ya Mungu iko neema. Roho Mtakatifu kwa ajili ya shetani na machawi iko moto. Ndio umeona kama mtu amesema huyu naona moto sana, hii mchawi. Naongea kweli. Kwa sababu mtoto wa Mungu amesema uko na neema sana, nimeona nguvu sana ya Mungu ndani yako. Mchawi anaona moto. Moto hii ndiye inalinda maisha yako.
Ndio umeona siku moja Musa amekuja, ameona moto imezunguka mti, memucha ichomi. Ndio umeona Shadraka, Meshaki, Abednego ndani ya moto, moto haina nguvu tena kuchoma watu, kwa sababu Mungu Roho Mtakatifu anafanya mtu anakoma moto. Maana yake kama ndani zako uko na Roho Mtakatifu, uko na uwezo ya kuchoma kila kitu ya shetani hata bila maombi. Amen. Kwa sababu Roho Mtakatifu iko kwa ajili ya watakatifu. Mtu yote yuko na Roho Mtakatifu ndani zake. Hata wachawi yote ya dunia yamekaa pamoja kwa ajili ya kuua mtu, hawezi kukufa kwa sababu ameshikiliwa na mikono ya Bwana. Amen. Amen. Ndio unataka maombi yako inafika pale pale. Kitu ya kwanza, takaswa maisha yako. Amen. Tuko na watu ameomba miaka 10, miaka 5, miaka 6. Lakini bado hata Mungu Roho Mtakatifu ameshuka ndani zake. Kwa sababu kitu ya kwanza unajua ke mimi niko na Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu anashuka ndani zako, anabadilisha tabia. Wewe mwenyewe unaanza kuangalia maisha yako, hapana, mimi hapo kwa nini niko mchawi? Kwa nini mimi niko malaya? Kwa nini mimi niko mwizi? Kwa nini mimi niko vibaya? Mimi nakata maisha, mimi nataka kuongea ukweli. Mimi nataka kurudi na maisha ya ukweli. Unarudi na maisha, ndio kazi ya Roho Mtakatifu. Anarudisha mtu sawa sawa na Mungu. Kwa sababu Roho Mtakatifu kama anashuka ndani yako, anatakaswa maisha yako. Mtu hawezi kufika kwa Mungu kama bado maisha yake hajatakaswa. Amen. Amen. Unaweza kurudi. Tu muda hii maisha yako inatakaswa. Roho Mtakatifu akaunganisha wewe na Mungu, inaitwa Yesu Kristo. Kwa sababu mtu yuko na Roho Mtakatifu, yuko na nguvu, yuko kama pumzi. Roho Mtakatifu yuko pumzi ya Roho kwa ajili ya Kristo. Kama yuko hapa, kama Mungu anatoa pumzi, tunauita hii mtu ameshakufa. Amen. Sijui kama Faransa unasema kadavu, mtu amekufa unasema nini Swahili? Amekufa. Mtu ameshakufa. Amesema yeye amekufa? Kama Mungu anatoa pumzi, tumesema yeye amekufa. Amen. Siko mtu yuko na Roho Mtakatifu, iko mtu anapumzika kwenye roho. Ndio Biblia inasema tuko na watu nyingi bado yuko bado uzima hamna ndani yake. Ndio unasoma na Yohana 10, Biblia inasema Shetani anakuja kuua, kusinda, mimi nakurudisha uzima ya milele. Maana yake shetani kama anaingia ndani ya mtu, kitu cha kwanza anatoa uzima, uzima ndio Roho Mtakatifu. Kama mtu pumzi imeondoka ya roho, shetani akuchezea wewe, umekoma kile kitu ya kukula ya shetani. Amen. Amen. Mungu Mwana yeye ndani zake tunaona vitu wawili. Kitu ya kwanza, samani. Amen. Huyu tunaomba kusamehe. Kitu ya pili, huyu yuko ndani ya Mungu Mwana, baraka. Si mtu mmoja anaelewa? Mtu anaomba, Mungu niko na shida, niko na wachawi sana familia. Yesu Kristo nataka unaua wachawi ya familia. Nataka unapiga mtu amefanya vibaya. Yesu Kristo akusema samehe mara 777. Hawezi kupigwa. Na kufundisha kuomba. Mimi nateseka, mtu mmoja ameiba vitu zangu, nataka unapiga, amesema samehe mara 77. Kwa sababu ndani ya Mungu Mwana tuko na kitu kinaitwa samani tu. Lakini umeomba tu, Mungu nataka unasimama. Kwa nini mimi napoteza biashara? Kwa nini mtu anatesa maisha yangu? Unaomba bado hujamaliza. Ametuma malaika Mikaeli. Amevunja huko, msikia asubuhi mtamekufa. Kwa sababu kwake hamna samani. Amen. Amen. Na kufundisha jinsi yako. Unataka Mungu anasamehe maisha yako, anasamehe mtu. Mwambie Yesu Kristo, nataka umenisamehe, nimetembea vibaya. Mungu anaanza kuomba, Mungu nisamehe, nimetembea vibaya, anasema umetembea vibaya. Wewe tena kuishi duniani. Baada ya mwezi umekufa. Unaingia mbinguni, lakini umekufa. Kwa sababu kwa Mungu hamna kusamehe. Umefanya makosa kidogo, umeondoka. Siko unajua kuomba. Ndio umeona mtu yote anajua kuomba. Iko hatari ndani ya duniani. Ndio umeona Mose amekasirika tu, kwa nini umetengeneza miungu, amepiga pwa neno 10 ya Mungu.
Amesema anataka ardhi inemfunguka inameza watu. Mungu amesema Mungu anataka ardhi inafunguka inameza watu. Ardhi inaanza kufunguka, inaanza kumeza watu. Paka yeye mwenyewe anaanza kuogopa. Amen. 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 Ndio umeona siku moja Anania Safira ameuza kitu zake. Amekuja kuongea uongo na mtumishi wa Bwana. Petro amekasirika. Amesema kwa nini unaongea uongo? Na Roho Mtakatifu ameendelea kwa nini aje kwa Mungu unaongea uongo? Hajamaliza kuongea. Damu inaanza kutoka na macho na mdomoni, mtu ameanguka amekufa. Kwa sababu kwa Mungu umekosea kidogo. Umeenda. Kama amesema kwa nini unaongea uongo kwa Yesu Kristo? Yesu. Mungu akusamehe tu. Ni maana yake Biblia inasema mtu anajua kuomba iko na kila kitu. Kama hujui kuomba shetani akuchezea tu. Mimi siku moja nahubiri Lubumbashi. Nahubiri Lubumbashi, sehemu inaitwa Bele, inafahamiana sana. Kama unafika Lubumbashi, iko na sehemu moja inaitwa Bele, inafahamiana sana. Iko kama kaya kwa hapa nani, iko kama Kilomero, inafahamiana sana. Nahubiri mtu mmoja anasema wewe watumishi tu unakuta pesa. Anaongea vibaya, anaongea. Hata nimekasikia wewe unaendelea tu. Unachezea tu watu. Tunasema kama mimi nimekushia Mungu tunasema kuanzia sasa Mungu toa akili yake. Unabaki chizi miaka mitano. Amebaki chizi miaka 5. Sasa hizi mibaki miezi 6 bado yuko chizi. Nasema nimekupa omeka mia. Kuchizi yako always kwende mbali. Unazunguka kaka hapa karibu ya nyumbani zako. Kila mtu anajua kia amekoma chizi kwa sababu amechezea mtumishi wa Mungu. Mimi lakini kama nasema kwa jina la Yesu wewe alirudi chizi. Amesema hapana. Samehe mara 777. Nafundisha disi yako. Ndio umeona mtu anajua kwa. Mimi mara nyingi sana nacheka tu. Siku moja naenda mkutano. Nimetoka Dar, tunaenda mkutano Babati. Nimesema Babati hakuna ndege, nimeenda Dar. Mimi sijazoea maisha ya basi. Kama nasafiri na basi nasikia kama nimechoka kama mwezi mzima. Amen. Amina. Tumefika Mongo. City yetu umeuza tena na watu wengine. Saizi wanataka sisi hapa tumelipia tushuke, mtamelipa muda huu anapanda. Paka nimechukia sana na mtumishi mmoja kalivata ameona. Nasema sawa kwa dereva, ako wewe unataka kwende, mimi naruhusu nini? Lakini Mungu akufunga basi yako. Tumeshuka. Tumeenda kula, tumesema chukua babati zetu, mimi tunaenda mkutano. Wewe unafika Babati, hubiri siku 3. Fanya kila kitu. Lakini Mungu amefunga basi. Tumeenda tu. Basi na waka ameweka nini gia? Basi haini. Sisi tumekaa huku tunakula, wala Mungu inakaa semina inaitwa Kibara Pwani. Huko sisi tumefanya kazi kubwa sana. Basi haini. Fundi amefungua gari amesema hakuna kitu mbaya. Gia inaingia, lakini basi haini. Mama mmoja amekuja amesema wewe unachezea mkongo. Sisi tunakaa Kiba tunaona Mungu anafanya mambo ndani zake. Ito anaingia tu kwenye basi inaenda. Watu waanza kuchukia mwingine hata mimi nimeondoka na basi mwingine. Ulisha pesa zangu. Wale watu waanza kuondoka. Sisi dereva amesema tunataka ameacha usi vitu zake. Baada ya muda tumeona Wakonda 3 na watu si nani hivi imekuja imepiga magoti sema tumemaliza kula tunakula tu maji tunasona. Mtumishi tumekubali mtumishi wa Mungu. Uji tuko ni basi tunataka kwende. Basi imekata kuondoka. Sisi tumesema hapana. Mimi nimesema hapana ondoka tu. Wewe umechukua basi. Ondoka. Basi yako. Wewe fika huko bibi sisi tunabaki hapa baada ya siku 3 tutarudi. Wewe ondoka. Wewe hapana tumekubali sasa hivi. Kweli Mungu yuko na nguvu. Amen. 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 Vizuri na Mungu mambo inabadilika. Tumerudi ndani ya basi bila kuomba tumekaa tu. Anauliza na kuweza aende tumesema aende. Ameweka gia huyu basi imeondoka. Maana yake unajua kuomba
Mungu akubadilisha maisha yako. Amen. Leo tuko na watu wanateseka sana kwa sababu anataka kitu kingine, anaomba vitu vingine. Amen. Ojiza ya Yesu Kristo na ya Mungu inatofautiana na Mungu na kitu moja tu. Ojiza ya Mungu inafanya kumwambia shetani kitu wewe unaweza kufanya mara moja, mimi niko na uwezo kufanya mara mbili. Miujiza ya Yesu Kristo kwa ajili ya uponyaji, kwa ajili ya maendeleo. Kama unaomba Mungu nataka uponyaji, Mungu nataka uponyaji, akumwonyesha kitu ya tofauti tu. Kama unasema Yesu Kristo kwa ajili ya sasa nataka magonjwa yangu yaishi, hata naomba hakimu, unaona nguvu ya Mungu inashuka, inatoa nguvu yako. Yesu Kristo inashuka, inatoa. Amina. Unajua kuomba vizuri, maisha yako yanabadilika. Sio mtu anatembea uko utakatifu. Utakatifu inaunganisha na Yesu. Amepata neema kuishi ndani ya Yesu. Sio Biblia inasema Mungu Mwana amekuja tu kwa ajili ya kazi moja. Amekuja kwa ajili ya kupasua pazia. Wewe umepata neema ya kuona Mungu Baba. Kwa sababu ndani ya Mungu Mwana na Mungu Baba iko na pazia. Siko always kuvuka wewe mwenyewe kwa Mungu Baba. Siko Mungu Mwana amekuja tu kupasua pazia. Wewe umepata neema ya kuona vitu umeficha nyuma yake. Hata nyuma ya Mungu Mwana tuko na Mungu Baba. Siko mtu yote anatembea na maisha ya utakatifu. Iko na uwezo wa kuomba Mungu Mwana, iko na uwezo wa kuomba Mungu Baba. Kwa sababu pazia imeshapasuka kwa ajili ya mtu yote batakatifu. Amen. 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 Unajua kuomba vizuri, wewe sina kupata shida na maisha yako. Mimi nimeenda mbele tuko na bachawi, mtu anakuja tu mtumishi, unajua mimi niko mchawi na kusumbua siku ya leo. Anaongea hivyo, ameondoka. Umeangalia mtu hapa. Pia anaongea kweli. Anasema mtumishi mmoja tumeenda mkutano tuhubiri. Mtumishi amefunga Biblia zake. Yeye ndio anaanza siku ya kwanza. Amesema nabii hakuna maneno, hakuna kitu kwenye Biblia. Sijui nani amefuta. Nimesema mtumishi leo umetoka wapi? Ameomba, amefunga Biblia. Anaona Biblia yote imekoma nyeupe, hakuna hata hamna. Batu koyemba ameomba, amerudi nyumbani. Amefungua Biblia, maneno merudi. Amesema, mimi naona kesho narudi. Mpaka mshetani anafuta na Biblia. Anasema Biblia iko karatasi imetengeneza kampuni. Roho Mtakatifu inashuka sio na Biblia, sio na vitu. Roho Mtakatifu inashuka ndani ya mtu. Kwa sababu nguvu ya Mungu kama iko ndani zako, kila kitu unagusa, nguvu ya Mungu inashuka. Amen. Amen. Unakuja kanisa, kitu ya kwanza tafuta nguvu ya Mungu inashuka ndani zako. Mimi nimeenda usiku ubiri. Mimi naangalia Biblia naona kila kitu. Nasema kwa nini mimi naona Biblia kila kitu? Nasema choko soma. Yeye anasimama madhabahu, anaona kitu yote imefuta. Nasema acha na kusoma na Swahili yangu mbaya. Amen. Amen. Unataka kuishi vizuri ndani ya dunia. Kitu ya kwanza, takaswa maisha yako. Amen. Roho Mtakatifu kwa ajili ya watakatifu. Siku moja watume ya Yesu 12 imeanza kuomba. Na maombi yao inafukuza pepo. Pepo amesema subiri, najua Yesu Kristo. Najua kuona, najua watu. Wewe ni nani? Kwa sababu kitambulisho ya mtu kwenye Roho Mtakatifu. Amen. 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 Ndani yako kama uko na Roho Mtakatifu, hata umesahau kuomba, hata umechoka, umesema mwezi siwezi kuomba. Unakuja tu kanisa unarudi unalala. Hakuna kitu mbaya kugusa maisha yako. Kwa nini? Kwa sababu kila mtakatifu iko na malaika ya ulinzi kwa ajili ya watakatifu. Amen. Hata mtu amekuja amevuta ametupa badawa ameweka badawa mngama mbele yako, umekanyaka tu imeharibika. Kwa sababu Biblia inasema kila kitu na kanyaka inaharibika kwa sababu nguvu iko ndani zako inachoma vitu ya shetani. Amen. Amina. Mimi umeona leo na kanisa nimechukua mtu mmoja mweka katika kusema hii iko mchawi. Kila mtu anaenda kusogea pembeni. Kila mtu anaanza kukimbia kwa sababu ndani zako hamna nguvu. Mtu yuko na nguvu ya Roho Mtakatifu. Kitu ya kwanza, shetani ndio kuogopa yeye. Yesu Kristo amefika karibu na mtu mmoja.
mapepo inaanza kupiga kelele. Tuko nyingi, acha tutoke tuenda tena Bangulue. Tuko nyingi sasa tulikuwa nini? Kwa sababu pepo imesikia nguvu iko zaidi ya nguvu yoyote. Amen. Amen. Unaomba iko vizuri. Kitu ya kwanza takasa maisha yako. Kitu ya pili foko kujua kuomba. Hii iko muhimu sana kwa ajili ya mtu yote anakuja kanisa na kuja kuibada. Mungu anafungua milango ya mtu anaomba vizuri. Ndio maana yake nimeanza kusema uko na shida mwingine unaomba shida mwingine. Hii mtu amenitesa sana. Yesu Kristo amenitesa sana. Ananifanya vibaya, amefunga maisha yangu, nataka umeua, umeomba, umefunga siku 40, umeomba, umemaliza, unasubiri jibu. Siku ya mwisho amesema samehe mara 777. Mwizi amekuja kwako ameiba basi. Umemwambia Mungu, Yesu Kristo piga mwizi, umeomba siku 7, umemaliza amesema samehe siku moja kuokoka. Amen. Amen. Kwa nini? Kwa sababu tujui kuomba. Mimi hapa si nimekuombea mtu kitu mbaya inafika. Nimekuombea kitu nzuri, inafika. Kwa nini? Kwa sababu najua kuomba. Amen. Nimeenda Mbeya. Siku ya pili nimeona hapa kwa bachawi iko nyingi sana. Bachawi ya Mbeya kwa wiko vizuri sana. Mchawi leo mtumishi mimi kwa mchana atakuja kusumbua leo. Mtu mwingine anasikia hivyo anasema mimi niko mchawi. Yeye anasema mimi niko mchawi nakuja kusika inakuja kusumbua. Anacheka anasikia singa ameondoka. Ndio anapenda kazi yake sana. Siku ya mwisho Calvary Tabernacle Church mjini ya Mbeya kwa Askofu Mwesumu. Naongea nasikiliza. Nimemwambia Jumamosi tunaweza kukutana Jumapili nimesema nataka kila mtu anaweka mikononi juu. Tunataka kuomba. Tumeweka mikono juu. Nimesema Mungu, nataka watu wote ya kawaida mikono inashuka turudi nyumbani. Lakini kila mchai mikono yake na miguu inabaki pale pale. Nasema Mungu akubariki kila mtu anarudi nyumbani. Watu 32 wamebaki mikono juu. Saa 12:30 ibada imeisha, mimi nimeondoka. Mpaka saa 5 umekuja kusema mtumishi huko watu wamejaa na watu ya habari. Mikono ya watu wamebaki juu. Mimi nasema mimi nimesema kama mchawi mtu yuko mchawi anatangaza mimi kila mtu anasema kweli mtumishi tuko wachawi. Shusha mikono yetu nasema wewe baki tu pale pale. Amina. Watu wamejaa paka huko. Ndio paka sema kupita hapa. Paka mkuu ya polisi ya muda huyu amekuja na mtumishi mmoja amesema mtumishi siki hata kuiba familia ya watu watoto wa watu acha kufanya hivyo. Ili atakushusha mikono. Ili atakushusha. Nimemwambia mtumishi mmoja tumekaa kanisa sema nimekupa kibali ya kushusha mikono ya watu anaitwa Pastor Emma. Amesema Mungu naomba mikono inashuka. Tumeona watu inaanguka chini. Kama mtu amesimama umetoa pumzi mtu ameanguka. Nimesema hakuna nguvu zaidi ya Yesu Kristo. Tunateseka leo kwa sababu tujui kuomba. Amen. Unajua kuomba. Unaomba vizuri. Siku nyingine nimemaliza kuomba Kimara, tuko na mkutano ya siku 21 ya kukaa. Tunakaa tu chini, tunapiga magoti. Tunaomba tu ya kukaa, ya kulala na kupiga magoti siku 21. Hata picha hii tumeweka na matangazo kwa picha hii tumefanya siku ya mkutano Kimara, Dar es Salaam 2016. Ndani ya mkutano tunaomba mkutano tuko na maombi ya asubuhi, ya mchana, na ya jioni, na ya usiku. Tumekoma na siku ya 18, 17, nimesikia mwili unachoka sana. Saa 8 usiku mama mmoja imekuja na watoto wawili wadogo sana. Hapo si sawa, nimesema baba, mbona hii watoto inamtesa sana, tumechoka. Tumepeleka kwa mtumishi anapiga na watumishi. Anafanya vitu vibaya sana. Tumekusikia huko kwa tumeleka. Hii muda hii nimechoka. Unajua uko na uchovu mwingine hata chakula huwezi kula. Ndio unasikia hata kusema kwa jina la Yesu
kama sauti inachelewa kutoka kwa sababu umechoka sana, sio nguvu ipo, lakini sauti inachelewa kutoka. Watoto wameingia tu kanisa, amesema mbona watoto hii anaangalia tata inapasuka. Nasema mama, wewe unakuja hapo unakuja tena kuogopesha watu. Si mtoto amesimama kaka, yule mashirika yote yamerudi nyuma. Mtametoa hapa ameenda kulala huko, ndio sema imebaki wazi. Mimi mtu amesema niko na Roho Mtakatifu mpaka siku ya 18 anakopa shetani. Nimesema mama, mimi nimechoka nataka kulala. Baba, unajua nini? Amesema kesho na huo mume wangu. Na umeleta kanisa kwa sababu umesikia mume wangu anataka kukufa. Nasema sawa. So mimi mara nyingi napenda kulala hapa juu au katikati ya watu kwa ajili ya kulinda. So kama nalala leo tu kanisani, kama iko na kitu mbaya naona mara moja pia nasikia mara moja. Nimesema okay, kwa hiyo wawili nataka mmoja analala hapa, mmoja analala hapa. Mimi nalala tu katikati. Asubuhi tunaangalia jinsi tunaona. Hii mtoto mmoja amelala, pamoja amelala. Hii mama inatetemeka amesema, usiku ya leo anaua nabii watu. Yeye ametokea wapi? Jana waza mimi niko mtu kama mtu yote. Baada ya lisali moja usiku saa 9 na dakika kidogo hivi. Watoto wameanza kupiga kelele. Acha tutoke, moto, acha tutoke. Tunaondoka sasa. Nasema wewe baki tu saa hizo usiku makelele. Tu unatoka asubuhi. Unaenda wapi saa hizo usiku? Tunasikia moto, fungua mlango tutoke. Nasema unaenda wapi saa hizo usiku? Wewe mtoto anatembea saa 9. Maana yake nini? Amekaa karibu na nguvu ya Roho Mtakatifu. Hawezi kumeza nguvu ya Roho Mtakatifu. Nguvu ya Roho Mtakatifu inaenda kuchoma kazi yake. Ametoka mwenyewe. Ndio mara nyingi nasema hakuna jina inaponya watu. Hakuna jina inafungua maisha ya mtu, jina ya Yesu Kristo pekee. Kwa sababu ndani ya Yesu sisi wote tuko watoto. Amepona. Nimesema tu toka. Nguvu imetoka mpaka leo watoto wako vizuri. Kwa nini tunaweka kufanya kitu kama sisi ndiye tunaponya watu? Kama sisi ndiye tunabadilisha maisha ya watu? Sisi tuko vyombo tu. Sio mic ndiye inaongea. Mic inachukua sauti yangu inapeleka na speaker inatoka. Kila mtumishi wa Mungu iko vyombo iko kama mic. Anapokea anaongea. Sio kama kuongea vitu imetoka na yeye mwenyewe. Maana yake ameachana na mbinguni. Mungu ameacha nisha mtu kama huyo. Leo tumefika na kipindi kanisa anapenda mahubiri na furahisha moyo wao. Mahubiri si amefanya kanisa kama sehemu ya pila. Anapenda mahubiri kama pokea, hata mtiko mchai pokea, amepokea kisha naenda kukula baba yake. Hata mtiko mwizi pokea, amepokea kisha naenda kuiba TV ya watu. Hata mtiko balaya pokea, kisha naenda kutembea na wanaume ya watu.